Hayo yameelezwa na Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Paul Makonda akimwakilisha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba katika kilele cha maadhimisho hayo kitaifa yaliyofanyika mkoani Arusha. Amesema kuwa waandishi wa habari wana haki ya kupata taarifa kutoka serikalini na kuagiza maafisa habari kutoa taarifa pale zinapohitajika. Serikali tunao wajibu wa kufungua milango ya kuwapatieni taarifa. Mkikosa taarifa sahihi kutoka kwenye vyanzo sahihi, serikali hatuna sababu ya kuwalaumu mkiandika maandishi yasiyo sahihi. Tunataka maafisa habari wote kuanzia wa taasisi, wa mashirika, wa wilaya, wa mikoa, wa wizara, usiku na mchana wawe na mahusiano mema na kuhakikisha wamekuwa daraja linalofungua milango kati ya wanahabari wa Tanzania na serikali ili kuhakikisha wananchi wanapata chakula sahihi cha ubongo kupitia taarifa sahihi. Aidha, amesema ni muhimu kwa waandishi wa habari kubuni mbinu mbadala za kujiinua kiuchumi, huku mwenyekiti wa maandalizi wa maadhimisho hayo Asha Binala akisoma baadhi ya mapendekezo yaliyopendekezwa na wanahabari. Uhuru tunaosema ni ngumu sana kupata uhuru wa habari kama wanahabari wenyewe ni maskini. Freedom tunayoipigania lazima iendane sambamba na mapambano ya kujenga uchumi imara kwa wanahabari. Lakini kwa sababu ya kwamba uhuru wa habari uweze kupatikana kwa uhalali, ni uwezo wetu wa kiuchumi utatuondoa wanahabari kufanya kazi kwa hofu na masimango. Katika hili la kwanza tumesema serikali iendelee kuhakikisha mazingira huru, salama na demokrasia kwa vyombo vya habari na wanahabari kutekeleza majukumu yao bila vitisho, hofu na vikwazo visivyo vya lazima. Pili, marekebisho ya katiba, sheria na sera yazingatie ulinzi wa uhuru wa kujieleza, uhuru wa habari na usalama wa wanahabari. Serikali iunge mkono mifumo ya msaada wa kisheria, kifedha na kijamii kwa wanahabari wanaopata madhila wakiwa kazini. La 15, waathirika wa ukiukwaji wa haki katika sekta ya habari wapatie fidia sahihi. Awali akimkaribisha mgeni rasmi, Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo Gerson Msigwa amesema serikali itaendeleza mashirikiano mazuri na waandishi wa habari, huku mwakilishi mkazi wa UNESCO nchini Michel Toto akishukuru serikali kwa ushirikiano uliopo baina ya serikali na wadau wa habari. Ule utamaduni wa zamani wa serikali na waandishi wa habari ni sawa na chui na swara, tumeacha. Sasa hivi tunafanya kazi pamoja kwa sababu waandishi wa habari wa Tanzania wametambua kwamba jukumu la kujenga nchi ya Tanzania kupitia sekta ya habari liko mikononi mwao. Tukiamua sisi tujenge au tubomoe nchi yetu, tutakuwa tumeamua sisi. Also wish to express appreciation to the government of the United Republic of Tanzania through the Ministry of Information, Culture, Arts and Sport under the leadership of Honorable Paul Makonda for their continued commitment and support in promoting UNESCO's values and activities throughout the country. Siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari utafanyika siku ya tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 kule Lusaka, Zambia, ambapo mambo mbalimbali yanayowahusu waandishi wa habari yatajadiliwa. Kutoka hapa jijini Arusha, mimi ni Elihuruma Chao.